Na miradi iliyosajiliwa kwa wastani kwa mwaka imeongezeka kutoka miradi 252 kwa mwaka 2021 kufikia miradi 927 kwa mwaka 2025 kuanzia Januari mpaka Disemba, na kiwango cha mtaji kutoka dola bilioni 3.7 mwaka 2021 hadi kufikia takriban dola bilioni 12 mwaka 2025. Na haya yote yamezidi kuimarika, na mwaka wa 2025 ulikuwa mwaka bora kabisa wa uwekezaji. Na sisi kwetu tukiangalia baadhi ya vigezo vinavyofanya Tanzania kuendelea kuwa sehemu salama na imara katika uwekezaji, kuna vigezo kadhaa ambavyo vinajitokeza wazi. Jambo la kwanza ni uongozi thabiti wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, uwepo wa taasisi imara za kufanikisha uwekezaji, kuwa na sheria zinazotabirika kifedha pamoja na kiuwekezaji, kuwepo kwa fursa nyingi za uwekezaji katika sekta mbalimbali, utulivu na mjumuiko wa kisiasa unaoleta mazingira salama ya wawekezaji kuwekeza, lakini pia vivutio vya kodi na visivyo vya kikodi ambavyo vinatolewa ili kuweza kumsaidia mwekezaji yote anayetaka kuanza uwekezaji wake. Mwaka 2025 tarehe 12 Agosti, TISEZA tulizindua rasmi kampeni maalum ya kuvutia uwekezaji kwenye maeneo maalum ya kiuchumi. Yapo maeneo ambayo tunayo ikiwemo Buzwagi ambayo ni eneo maalum la kiuchumi kwa ajili ya sekta ya madini, eneo la Nala Dodoma, eneo la Kwala mkoani Pwani, eneo la Bagamoyo ambalo ndio eneo kubwa kabisa, pamoja na eneo la Benjamin Mkapa Dar es Salaam. Ni maeneo matano ambayo tuliapa kipaumbele. Na hadi kufikia tarehe 1 mwezi Aprili mwaka 2026 tulikuwa tumepokea jumla ya maombi ya wawekezaji 86 walioonyesha nia ya kuwekeza katika maeneo haya, na baada ya uchambuzi wetu tumesaini mikataba na kampuni 27, na baadhi ya kampuni hizi zimeshaanza ujenzi wa viwanda katika maeneo husika. Hii ni sawasawa na 31% ya maombi ya wale walioleta kwenye maeneo yetu maalum. Katika viwanda ambavyo tunavitarajia, na ni viwanda vya ufungashaji wa bidhaa kwa kiwango cha chakula, food grade packaging, lakini viwanda vya chuma, viwanda vya madawa, viwanda pia ya kutengeneza magari kwa kutumia complete knockdown pamoja na semi knockdown, lakini pia pikipiki za umeme, na pia kiwanda cha ngozi pamoja na nyama. Miradi hii inatarajia kuleta mitaji ya shilingi bilioni 797.75 na kutengeneza zaidi ya ajira 20,460. Kati ya mwezi Januari 2026 hadi mwezi Machi, mamlaka yetu ya uwekezaji imesajili miradi 177 mipya ambayo italeta mitaji ya dola bilioni 1.12 nchini na kuzalisha ajira zaidi ya 19,750. Miradi 91 kati ya miradi 177 ni miradi ya uzalishaji wa viwandani, takriban 51%. Kwa Tanzania inaendelea kuwa nchi kinara, kimbilio katika nchi za Afrika Mashariki na Kati kuwa kinara wa viwanda. Miradi 17 sawa na 10% iko kwenye utalii, miradi 17 sawa na 10% iko kwenye majengo ya kibiashara, lakini miradi 6 kwenye miundombinu ya kiuchumi, miradi ya kilimo 15 sawa na 8%, miradi ya uchukuzi 18 sawa na 10%. Na tunayo miradi pia kwenye sekta mbalimbali ikiwemo sekta za huduma, sekta za elimu, sekta ya nishati, uchimbani wa madini pamoja na huduma za fedha. Na katika kipindi hiki ajira zinazotarajiwa kuzalishwa zaidi ya 19,750 ni ongezeko pia ukilinganisha na kipindi hicho mwaka uliopita. Nitoe rai pia kwa Watanzania wanaotusikiliza kuendelea kusajili miradi yao kupitia mamlaka ya uwekezaji ili waweze kunufaika na usaidizi ambao unatolewa kupitia sheria mbalimbali ikiwemo sheria ya TISEZA pamoja na sheria za kodi. Na lengo la Mheshimiwa Rais na lengo la mamlaka yetu kwa Watanzania ni kwamba waweze kupata wepesi katika kujitafutia riziki na kujitafutia ajira.
Ningependa pia kutumia nafasi hii kuzungumza kuhusu miradi ambayo imesajiliwa kwa ajili ya kuuza bidhaa zake nje ya nchi. Na katika kipindi hiki tulisajili miradi 7 ambayo hii kwa 100% inahusu kuuza bidhaa zao nje ya nchi. Miradi hii imeleta mitaji takriban dola 224 na inatarajia angalau kuuza bidhaa nje kwa mwaka zenye thamani ya milioni 752 dola za Kimarekani na kuleta ajira 8,300. Wapo Watanzania ambao wananufaika na vivutio vinavyowasaidia kukuza mitaji yao au kufanya kitu kinaitwa expansion. Lakini pia katika kipindi hiki mtakuwa mliona katika vyombo vya habari kwamba tulizindua kituo cha huduma jumuishi kinachoweza kuwasaidia Watanzania kupata vifaa pamoja na malighafi, lakini pia kuweza kuuza bidhaa zao nje ya nchi. Na hili mrengo wake ilikuwa ni kuwasaidia wajasiriamali na wawekezaji vijana. Na kipo pale Mabibo, kitaanza kutoa mafunzo mwezi huu wa 4, na yeyote ambaye angependa kujifunza na kujua masuala yanayohusu mauzo ya nje ya nchi ajue kwamba usaidizi huo pia anaweza kupata TISEZA. Na niwaombe vijana wenzangu kuchangamkia fursa hizi ambazo zimewekwa. Mwisho, mikakati kadhaa ambayo bado tunayo. Moja, kuendelea kufanya majadiliano ya mara kwa mara na wawekezaji wa ndani na wa nje ili waweze kujua manufaa, faida, usaidizi ambao upo kwa ajili yao, lakini pia kutatua changamoto zao. Na nitoe rai na kujulisha umma kwamba tarehe 14 mwezi wa 4, Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji, Profesa Kitila Mkumbo anatarajia pia kufanya mkutano na wawekezaji pale Dodoma ili kusikiliza changamoto zao na kutatua changamoto zao, jambo ambalo Mheshimiwa Waziri amekuwa mstari wa mbele sana kulifanya. Tutaendelea kushirikiana na wadau mbalimbali ndani na nje ya nchi ikiwemo diaspora katika kuvutia mitaji nchini. Lakini tutaendelea kusogeza huduma kwa wawekezaji wa Tanzania kule waliko.